Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa The Wedding Cycle Podcast. Leo ni siku nyingine tena nipo na mtumishi wa Bwana Pastor Peter John. Tutazungumza machache ambayo yataweza kukufundisha na kukuelimisha ili kuelewa mambo ya mahusiano, kuelekea uchumba pamoja na ndoa. Pastor, karibu sana kwenye kipindi. Shukuru, asante sana. Bila kupoteza muda, ni dalili gani tatu zinazoonyesha kwamba wachumba wanaweza kusitisha uchumba wao kwa muda ili kujitafakari kabla ya kuingia kwenye ndoa? Okay. Tatu zimekuwa nyingi, lakini ziko chache ambazo zikitokea hakuna kunegotiate. Moja ya kitu ambacho kikitokea cut off ni mmoja wapo kutokuwa mwaminifu. Nazungumzia kwenye masuala ya tendo la ndoa. Ukigundua kwamba unahitaji kumuoa au kumuoa ana mahusiano ya namna hiyo na mtu mwingine, hiyo tayari ni alama mbaya sana, kwa sababu huwa inakuwa hivi, tabia ya mtu alivyo kabla ya ndoa ndivyo atakavyokuwa kwenye ndoa. Sasa kinachosababisha iwe ndoa pia ni tendo la ndoa, kwa sababu kitu pekee ambacho kwenye ndoa mtu ana ofa ambacho uwezo kukipata sehemu nyingine yoyote ni tendo la ndoa. Sasa kama mtu ana uwezo wa kuofa hicho kitu kabla hayo, kama ana uwezo wa kuofa kabla, maana yake yuko hivyo. Kwa hiyo hata atakapoingia kwenye ndoa na wewe bado ataendelea kufanya nini? Kuofa. Of course, maana yuko hivyo. Hiyo ni sababu ya kwanza ambayo tunasema ni ngumu kuibadilisha. Ni lazima Mungu mwenyewe aingilie kati. Lakini sababu nyingine ambayo unaona pia ni changamoto, kama huyo mtu ana character za kupiga. Kama mtu ana uwezo wa kukupiga, tayari hiyo ni changamoto kubwa sana. Yaani mwenye uwezo wa kukupiga kabla, kwa hiyo it's a bad thing. Ana uwezo wa kukupiga hata ndani ya ndoa. Lakini nyingine ya tatu ambayo ni mbaya zaidi, especially kwa mwanaume asiyejishughulisha, kaa naye mbali, kwa sababu mwanaume kabla ya kupewa mwanamke alipewa kazi. Kwa hiyo kwa mwanaume kazi ilikuwa muhimu kuliko mwanamke. Sasa kitu muhimu mtu asipokifanya, kile ambacho sio muhimu sana. Myahudi kama mwanaume kabla hajapewa mwanamke, Mungu alimwambia ilime na kuitunza. Ina maana kwenye level ya vitu muhimu kwa mwanaume ilikuwa ni kazi. Ndio maana Mungu aliona kwamba kabla mwanamke hajapewa kwa mwanaume lazima kwanza apewe kazi. Ikiwa kazi ndio itakaomsababisha mwanaume aweze kumfanya mwanamke kusustain, kufurahia mahusiano, sasa huyo mwanaume hajishughulishi. Maana yake sasa kile muhimu kitakachokufanya mwanamke uishi, mwenzio hadili nacho. Kwa hiyo wewe ukienda pale, wewe utakuwa zaidi ya kile. Yaani kama alipokuwa sio mwaminifu kwenye kazi, wewe sasa utakuja utateseka zaidi. Lakini jambo la 4 tu niliongezea ambalo na lenyewe ni tahadhari sana kwa nalo, mwanaume ambaye hawezi kukulinda. Unajua mwanaume kabla hajapewa mwanamke aliambiwa ailinde na kuitunza. Kwa hiyo mwanamke anapaswa kuwa kwenye mikono ya mwanaume salama atakayemlinda. Na huwa nawapa mifano vijana ambao hawajaoana au kuolewa. Moja ya kielelezo cha kuonekana mwanaume anakulinda ni yule mwanaume anayekujali wewe na hayuko tayari kukufanyia au kukuruhusu ufanyiwe kitu kitakachokudhalilisha. Yuko tayari kukuprotect. Kwa kama atakulinda, maana yake hata utakapokuwa ndani ya familia hautopigwa, kwa sababu mlinzi hapigi anachokilinda. Yaani huwezi kukuta unalinda mlango wa vioo alafu unaupiga ule mlango wa vioo. It is impossible. Kwa hiyo ukipata naye kulinda, means ukiwa kwenye ndoa you'll be safe. Sawa. Lakini pia ni dalili gani ambazo ni za kawaida na watu wengi sana wanazichukulia poa wanapokuwa kwenye uchumba, halafu baadaye baada ya kuingia sasa kwenye ndoa kinakuwa chanzo cha migogoro isiyoisha na matatizo makubwa? Ziko dalili ambazo kurekebishika ni kazi. Yaani kama unaamua kuzichukua, basi uwe tayari kuzikabili, kwa sababu pia uharibifu huwa unatokea taratibu na kuuponya unatokea taratibu. Nichukulie tu mfano mmoja, it's so fun lakini ni mzuri. Unagundua kwamba unahitaji kumuoa anajikojolea. Mfano tu, tayari hiyo ni changamoto. Kwa hiyo usiseme kwamba akiingia kwenye ndoa anaweza kubadilika. Unaweza kukuta ni tatizo la kiafya ambalo haliwezi kufanya nini? Kubadilika. Sasa baadaye unashangaa unapooana mnaanika godoro kila, alafu unaanza kwenda kwa mchungaji, mimi nimechoka, wakati ulijua kabla.
Kwa kuna aina, nimechukulia tu mfano, kuna aina ya changamoto ukiziona sio mbaya. Yaani mtu kujikojolea sio sababu asiwe mke. Lakini lazima ujioji kwamba je, mimi naweza kukabiliana nazo hizi, naweza kuchukuliana nazo. Sasa ukiona uwezi, beta wewe ukakaa pembeni, kwa sababu kuliko kujiforce alafu unaingia kwenye hiyo situation unakuta uwezi. Na nimesema hizo ni zile sababu ambazo sio dhambi wala hazivunji mahusiano. Sawa. Lakini pia hivi unajua unakuta kuna mtu anaamini fulani ananipenda, kwa hiyo ananipenda sana, hata tukiingia kwenye ndoa kwa sababu ananipenda maisha yetu yataenda vizuri. Unahisi labda ni upendo pekee ndo unatosha kuingia kwenye ndoa, au kuna vitu vingine vya ziada ambavyo vinaweza kusababisha ndoa ikadumu muda mrefu bila migogoro? Kwanza tu niwaambie watu wajue, mtu anayekupenda na kufanyia tu kitu unachokipenda hakupendi. Ila kukupenda maana yake kila kilicho sahihi unachopaswa ufanyiwe anakifanya, lakini sio kila unachokihitaji. Mfano, mwanamke unahitaji kwenda disco usiku, eti kwa sababu mumeo anakupenda lazima aseme nenda. No, kama anakupenda anasema pana, ni usiku, baki nyumbani usiende. Kwa hiyo tusichukulie concept kwamba upendo unaweza kwenda against na vitu sahihi unavyopaswa ufanyiwe. Hilo A. Lakini B, upendo peke yake hautoshi kwa kweli, kwa sababu upendo uko controlled na hisia, na huwa hisia hazidumu. Huwa iko hivyo, yani hisia hazidumu. Ndio maana saizi ukikasirika baadaye unaweza usiwe na hasira, kwa sababu sio permanent. Lakini kukubaliana na uliyempenda ndio kitu muhimu sana, kwamba leo nampenda huyu binti akiwa kifuani kumesimama, sura haijajikunja, lakini miaka 15 kutoka hapo kifuani kumeanguka, sura ulizoea sasa yakikuangalia unashtuka ni yeye. Sasa pale kitakachokusababisha uendelee kuwa naye ni ile thamani uliyompa. Kwa upendo ni kitu kizuri kwa wanandoa, lakini hakiwezi kubeba kila kitu, by the way. Na nazungumzia upendo wa kibinadamu, sizungumzii ile agapel, upendo wa kimbingu. Ule sasa wa kimbingu tunasema unapendwa haijalishi. Na mwimbaji mmoja wa duniani aliwahi kuimba nyimbo Honest, huwa naichukulia kama mfano wa kuonyesha kwamba kwenye upendo, anaitwa Dudu Baya, aliwahi kusema sijui bichwa kama nini, nakupenda tu. Maana yake ni condition love, haijalishi ukoje, mimi nakupenda. Huo upendo naunga mkono, unapaswa kudumu na una uwezo wa kusaidia mahusiano. Lakini hii tunaita upendo wa kibinadamu, kwamba navutiwa naye ni mrefu mnene hivi, huwa mara nyingi ni ina expired date. Na ndio maana Myahudi mwanaume ana uwezo wa kuthamini maumbile ya mwanamke na muonekano wake kwa muda wa siku 90 tu. Zikipita na kuona wewe wa kawaida kabisa. Ndio maana unaweza kukuta mume ana mke mzuri, afu anaenda kulala na binti wa ajabu mpaka unajiuliza shida ni nini? Kwa sababu ule uzuri wa mke wake umeshafanyaje? Umeshakwisha machoni pake na anakuwa mtu wa kawaida. Kwa upendo mzuri ambao nafikiri unaweza ukawa na maana ya kudumu ni ule agape, ambao kiuasilia uko tu kwa Mungu. Sisi binadamu Mungu atusaidie tuwe nao. Sawa, Pastor, nakushukuru sana. Umekuwa ukifuatilia The Wedding Cycle kwa muda mrefu. Karibu sana. Hii ni platform ambayo itakuwezesha kujifunza, kuelewa mambo mengi ya kimahusiano, lakini pia kufahamu vitu vingi ambavyo vinakuwa ndani ya tasnia ya harusi na sherehe zingine kama send off. Karibu sana uweze kujifunza. Hapa utakutana na washereheshaji mashuhuri, waandaaji wa event, lakini pamoja watu wa fashion na watu wengine, watu wa huduma wengi sana wa kwenye tasnia ya harusi. Karibuni sana, tukutane wakati mwingine. The Wedding Cycle.